Naomba unipe na masikio yako kwa muda mfupi nizungumze na wewe somo au topic inayosema wajibu katika ndoa. Wajibu katika ndoa, chanzo cha furaha ya ndoa. Wajibu, responsibility in the marriage. Responsibility in the marriage. Wajibu katika ndoa, chanzo cha furaha ya ndoa. Wajibu katika ndoa, chanzo cha furaha ya ndoa. Nimechukua maandiko kutoka Biblia, kutoka kitabu cha Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 9 mpaka wa 12, ndio utakuwa base yangu ya mazungumzo yangu ya jioni leo. Mhubiri, the book of the preacher, aka ya hichi kitabu kinaitwa the book of the preacher. Mhubiri, Ecclesiastes 4:9 kwenda 12. Maandiko yanasema hivi: afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake tu, awezaje kuona moto? Hata ikiwa mtu aweza kumshinda mwenzake, kuweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga. Wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Kamba ya nyuzi 3 Kiingereza wanaita the 3-cord thread. Kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Haya maandiko nimeyatumia kwa sababu yanaonyesha necessity ya union ya ndoa, umuhimu wa kuwa wawili, benefits za kuwa wawili. Anapoanguka mmoja, mwingine atamnyanyua. Anasema unapokuwa mmelala wawili, mmoja anaona, ni rahisi kuona joto. Wale ambao mnapendana sana mtafahamu, mwenzako akisafiri, you can feel the bed is too big. Lakini kama mna machokochoko na mastress, akiondoka unatamani akwambie tarehe ya mbali ya kurudi, kwa sababu utegemea arudi mapema, kwa sababu kitanda ni kizuri sana asipokuwepo, kwa sababu akiwepo mnaanza kuongea kuhusu vita, kuhusu hichi, joto haliko tena. Dereva mmoja wa serikali akaja ofisini kwangu akaniambia, Mauki, kuna neno mke wangu ameniambia, nalichukulia kawaida lakini nahisi lina shida. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia, nilimwambia bana, mimi tunaenda na msafara wa waziri Dodoma, lakini tutarudi baada ya wiki 3. Sasa siku tukiwa Dodoma, nikamwambia mke wangu kwamba wamebadilisha ratiba, tunarudi Ijumaa. Yule mke wake from nowhere akamwambia, wizara gani amjui hata kupanga ratiba, mnapanga wiki 3 mnarudi baada ya wiki. Sasa yule mwanaume akalichukua lile neno moyoni mwake, hivi nimesikia sawa, nimesikia. Sasa akaja kwangu kuniuliza, hivi ina maana gani? Nikamwambia, mwamba, kwani uoni maneno yanaonyesha kabisa wife halaumu wizara. Wewe kama unafikiri wife analaumu wizara, umekosea. Wife hana shida na wizara wala waziri. Wife ana changamoto na mahusiano yenu. Alikuwa na mpango wa kuwa uhuru nyumbani wiki 3. Sasa umemharibia ratiba ya furaha yake. Unakuja haraka, unaenda wapi? Maandiko yanasema mkiwa wawili, mmoja anapata joto, mwingine anasikia raha, kwa sababu hapa ndiko I miss you is coming from. Unamisi mwenzako. Lakini hapa tuko ambao tukiangaliana kiukweli, hapa mambo ya joto tukilala pamoja, sio hivyo zamani. Wengi mnaelewa hapa. Wakati ndoa changa ulikuwa unalala night dress. Sasa hivi unagonga kaniki. Wakati ndoa changa unalala na transparent. Wada ndoa naomba niwafundishe, raha ya night dress iwe na quality mbili. Moja iwe silky. Silky, unaelewa silky? Sio cotton. Silky inateleza, yani ukiweka mkono hapa unakuta Roho Mtakatifu ashaupeleka mkono ambako sehemu nyingine. Ndio maana ya silky. Yani mkono unaruhusiwa kutembea, watu wa Mungu, Bwana asifiwe.
Sio unabaki unajua tu wa Korinto peke yake, hujui night dress na quality gani. Quality ya pili inatakiwa transparent, uone through. Either iwe transparent kwa kuona through, au kile kitambaa kikikaa kwenye mwili kionyeshe. Kwa nini mwanaume hana night dress? Kwa sababu mwanaume anatakiwa mwanamke ndio avae night dress ili mwanaume aone. Kwa sababu nafsi ya mwanadamu inakula kwa njia mbili tu, njia ya sikio na njia ya macho. 90% ya nafsi ya mwanamke inakula kwa sikio, 90% ya nafsi ya mwanaume inakula kwa kuona. Ndio maana hakuna bai ambao wahudumu wanavaa madera. Hakuna. Kwa nini? Wanaume wanakula kwa. Sasa ndoa ilivyokuwa changa, unalala na night dress, baba anaona. Sasa hivi una uhakika kabisa, wife anavulala, una uhakika kabisa anapanda kitandani na t-shirt imeandika Yesu anaokoa. Unamhubiria nani usiku? Namhubiria nani usiku? T-shirt imeandikwa 5 kwa Samia. Inahusu kwenye ndoa usiku? Inahusu? Mwambie zako inahusu. Yaani mama anakuja kitandani kama vile anaenda vitani, ndio anaenda na lile andiko, iweni tayari wakati unaofaa na usiofaa. Hapana, wewe unajua kabisa zamani haikuwa hivyo. Watu wa Mungu, kupanda kitandani na night dress ni kiroho. Bwana asifiwe. Ama wengine wananiambiaga mimi sasa hivi bwana dokta, umbo langu, naambia kuna night dress za XXXXXL. Chukua inayokufaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. No excuse. Chukua inayokufaa, ukishindwa shonesha. Wewe tumia tu quality, silky, transparent. Nenda kwa fundi mwambie vitu viwili usisahau. Silky, transparent. Haleluya. Mwanaume ukienda safari, fanya surprise, mletee mke wako kana night dress. Ukiona umemletea mke wako night dress kama surprise, alafu asiivae, usihangaike na night dress, hangaika na makosa yaliyoko kwenye ndoa yenu, kwa sababu kuna changamoto kubwa sana asipoivaa. Bwana asifiwe sana. Sasa napotaka kufocus kwenye hili andiko ni ile mstari wa 12 anaposema wala kamba ya nyuzi 3, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Waandishi wengine wamezungumza kamba ya nyuzi 3 kama uwepo wa kwenye ndoa wa entities 3: mke, mume na Mungu. Waandishi wengine wameziangalia hizi 3 kama faith, yani presence ya Mungu, love, presence ya wanandoa, pamoja na patience au uvumilivu wa wanandoa. Vyovyote utakavyoona, ni lazima kwenye ndoa furaha ije baada ya watu kuhakikisha wana union na wanamruhusu Mungu katikati yao. Sasa topic yangu inasema wajibu katika ndoa. Utakuja kurealize ni ngumu kusema ni bora wawili kuliko mmoja. Ile presence na necessity ya watu wawili inakuja pale ambapo wote wawili mnaweza kuchukua responsibility zenu vizuri. Kama mke ajali responsibility zake, ni ngumu kusema ni bora wawili kuliko mmoja. Kama mke ajali responsibility zake, automatically you cannot feel the heat. Hata kitandani huwezi kufeel joto, huwezi kumiss, huwezi kutamani arudi kama alikuwa ameondoka. Wengine hapa ni mashahidi kabisa. Kuna nyakati ulikuwa unasikia sentence ya mke wako au ya mume wako, I miss you, lakini kuna wakati iliisha. Kuna wakati unafahamu ni rahisi sana kuja kwenye event kama hizi tukakwambia mbusu. So unafanya ili tuone. But let me tell you, kiss is supposed to be part of your life. It's supposed to be your daily business. Siku hizi mimi nikiwa natoka ofisini kwangu na ofisi mbili, chuo kikuu cha Dar es Salaam na Survey, my private office, na nyumbani ni katikati. Kwa hiyo it's not far. Nikiondoka nikajikuta nimeondoka na feelings, nimesahau kumkiss Miriam, I will come back. Nikaambia hatuko poa, nimeondoka, ila kiukweli sija kukiss. It's our formula. So we'll kiss even if we don't talk. Why? It's a principle tumejiwekea. You must live with a kiss in the morning. Are we together? Usipojiwekea hizo mambo kwenye familia yako au kwenye, it can't work. It can't work.
Na naongea na watu ambao kuna possibility, kuna vitu ambavyo mliwahi kuwa mnaviona kipindi fulani. He is taking responsibility and the wife is also taking responsibility. Kuna vitu mlikuwa mnaona kuna gap, mmeipunguza, mnapendana, kuna vitu vinakwenda, mnafanya business pamoja, mnafanya maamuzi pamoja, but somewhere somehow things died. Safari ya ndoa sio safari smooth every time. MC na mwenzake wamezungumza pale, it's not smooth all the time. Kuna nyakati inakuja unajiuliza kabisa, hivi Mungu huyu ndio mpaka kifo ndio huyu au ni mwingine ndio huyu? Unaweza kushangaa ukaamka saa 9 usiku kumwangalia mume wako amejifurukuta, amejifusokota kwenye shuka, kwa sababu mmeshagombana, kila mtu analala shuka lake, hamna shuka moja tena, amejisuku. Na kuna wanaume anajifukua kwenye shuka, analibana na miguu na analibana na mikono hivi, anakuwa kama sausage. Anakuwa kama sausage. Unamwangalia shuka jeupe amekaa kama kwenye sanda, unamwambia Mungu, Eloi Eloi, Eloi Eloi, huyu mwamba ulinipa kama adhabu au umenipa kama upendo? Una uwezo wa yani, kuna nyakati zinafika, Wanyakyusa wanaita mbombo ngafu. Kuna nyakati zinafika unamwangalia mwenzako, lakini all in all kuna nyakati unamwambia mume wangu, nilitamani nikumwagie maji ya moto, lakini kaja kurealize you are my everything, you are my purpose, you are my everything. Kuna nyakati ngumu kwenye ndoa, sio mchezo. Kama alivyosema askofu, ndoa haiangalii mchungaji, ndoa haiangalii yoyote, ndoa hainaga iana, inapiga yoyote. Kati ya clients wangu wanakuja ofisini usiku ni watumishi, mabishop, manabii. Nabii mmoja akaniambia, wife ameniambia, peleka unabii wako, kupeleka nitakukata vibao. Nikamwambia, shukuru Mungu amekwambia ukweli. Nabii akaja mbio usiku kwenye session, wife kamwambia, wewe ndoa iangalie, inapiga, unanena kwa lugha inakuchapa hivyo hivyo, unatoa zaka inakupiga hivyo hivyo. Marriage got principles. If you don't go with principles, my friend, you're doomed. Ndoa ina principles. Watu wanasema kama mapenzi ana principle, tusifundishane kuhusu ndoa. Who told you? Efeso, Paulo anawaambia wa Efeso, baada ya kanisa la Efeso kufanikiwa, lakini wakawa na struggles za ndoa, akajua kabisa kuna shida kwenye wanawake na wanaume, akamwambia, wives, submit to your husband. That's a principle. It is a principle. Akawaambia wakina baba, enyi waume wapendeni. That is a principle. Ukija kwenye psychology ndivyo ilivyoumbwa. Mwanamke hajui kupenda. Wewe niwaambie wanawake mlioko hapa, mwanamke hajaumbwa kupenda. Kupenda ni kimbelembele. Mwanamke kaumbwa to submit. Kwa nini? Psychologically brain ya mwanaume inatafsiri love ikiona submission. Kuna mtu ananielewa? Brain ya mwanaume inatafsiri love ikiona any action ambayo ni submission. Kwa hiyo ninyi hamhitaji kutupenda, kwa sababu we don't interpret love from love, we interpret love from submission. Mwanamke hajaumbwa kupenda, ameumbwa kusubmit. Sisi tukimpenda yeye anatafsiri love and submission in the same thing. Nitakupa mfano. Ukienda nyumbani kwenu, umempeleka kwa wazazi wako mke wako, ukakuta dada zako wanamuongelea vibaya, ukasema neno la kuambia, mkifanya mchezo na mke wangu nitawamaliza nyie. Mke wako akienda kwa marafiki zake hasemi umemheshimu, anasema umempenda, na anasema umeniheshimisha. Kwa nini anasema vyote viwili? Kwa sababu anatafsiri vyote. Wakati wewe ukiulizwa umefanya nini, unasema I love my wife, lakini yeye anatafsiri umemheshimisha pale. Brain yake inatafsiri love, inatafsiri submission kwenye the same thing. It is a principle. Wakina mama, do whatever you can, submit. Sasa tunaishi kwenye jamii leo ambayo wanawake wanafikiri submission ni mfumo dume. Tunaishi kwenye jamii ambayo wanawake wanafikiri submission ni utumwa. Ukishaongea tu kuhusu submission, ukishahubiri kuhusu submission, wanawake wana back up. Na huwa nawaambia ukweli, go east, go west, you cannot submit, you are not worthy to be a wife, period. Whether uwe umesoma, whether uwe hujasoma, submission is a principle. Sasa kuna wanawake wengi siku hizi wako kwenye ndoa, wanataka kuhudumiwa, alafu hawako ready kusubmit. Mungu amemtengeneza mwanaume ana ego.
na mwanaume ana principle kama za Mungu, ana psychology kama ya Mungu. Mungu akisifiwa na kuabudiwa anamwaga baraka. Mwanamume akiwa submitted anahudumia. Unashangaa kwa nini mwanaume huyu hamhudumii mke wake na watoto halipii ada, alafu ana kama mwanamke kaajabu sehemu amekajengea nyumba. Kwa nini? Akiona submission, mwanaume hajui chochote kuhusu hela yake, anatoa. That is principle. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.